Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, kipindi ambacho kinakuja kwako kila wiki na tunajikita kubobea vizuri kabisa katika kuangalia maandiko yanasemaje kila wiki. Na leo tena upo nami Baraka Tosi, na tupo katika robo ya pili katika mwaka huu wa 2026 na tupo katika somo la kwanza kabisa katika wiki hili kati ya mfululizo wa masomo 13 ambayo yote yamejikita katika mada kuu ambayo inasema kukua katika uhusiano na Mungu. Na juma hili tuna kichwa kinachosema kukagua uhalisia, na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 9, nalo limeandikwa, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Na kabla hatujaendelea kabisa, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa wasaa huu ambao umetupatia wa kujifunza neno lako. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji kutufundisha. Katika jina lako Yesu Kristo, amina. Leo nitaanza na maswali ambayo natamani ni kuulize ili kukagua uhalisia wako mwenyewe. Na huu uhalisia tutaangalia katika uhusiano wetu na Mungu. Na haya maswali ni kama ifuatavyo. Je, uhusiano wako na Mungu leo unaweza ukauelezeje? Je, ni imara au angavu, au ni tofauti na hivyo? Unatumia muda katika kuwekeza kwenye uhusiano huu? Je, unatumia muda wako katika kuchunguza neno lake lililovuviwa na kunena naye kama rafiki? Na kama ni hivyo, je, unatumia muda kiasi gani kufanya hivyo? Je, unajisikia kusukumwa kuambia wengine kuhusu uhusiano wako na Mungu? Na kama ni hivyo, je, unatumia muda wako kiasi gani? Juma hili tunaenda kuangalia na kutafakari juu ya uhusiano wetu na Mungu. Ni namna gani tunavyoweza kuelezea kwa watu wengine? Ni kwamba tuna uhusiano ulio angavu na imara, au tuna uhusiano ambao ni wa kubabaisha? Lakini pia tunaenda kukagua uhalisia wetu katika huu uhusiano. Je, upo katika hali gani? Je, ni hai au ni uhusiano ambao umekufa? Na tutaangalia katika mada kadhaa, na tutaanza mada ya kwanza kabisa kuangalia hali zetu. Hii mada inasema hali zetu. Lakini pia tutaangalia katika mada inayosema kemea, tubu na thawabu. Pia tutaangalia katika mada inayosema upendo wa milele, na tutaangalia mada nyingine ambayo inasema kaa, na mwisho kabisa tutaangalia mada inayosema utomvu. Tukianza na mada ya kwanza kabisa ya hali yetu, tutajikita katika kuangazia katika kitabu cha Ufunuo 13, Ufunuo 3 fungu la 14 hadi 17. Haya ni maneno ambayo yanasemwa kwa kanisa la Laodikia. Natamani niyasome vizuri kabisa na tusikilize na tujikague kuona haya maneno, je, yanatuhusu sisi kweli au hali yetu iko tofauti na hii. Ufunuo 3 fungu la 14 hadi 17 imeandikwa, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliyeamini, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja na kitu. Wewe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Hii ndio hali tulionayo sisi leo, ya kwamba hali yetu ni uvuguvugu. Sisi si baridi wala si joto, na
anaendelea kusema atatutapika kwa sababu hatueleweki. Sasa nilikaa nikatafakari ya kwamba ni kwa nini atutapike kama sisi si baridi wala si moto? Manake si hatumuunguzi katika mdomo wake? La hasha, kumbe tunaendelea zaidi ya hapo. Tuna ladha mbaya, na kwa sababu tuna ladha mbaya, basi atatutapika na atatuondoa kabisa. Na unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 3 fungu la 18 hadi 19, hapo kuna maneno hapa au ushauri ambao anautoa kwetu sasa katika hali hiyo ya kwamba sisi tu vuguvugu, hatueleweki ni wa Mungu, hatueleweki ni wa Shetani. Na kwa sababu hiyo Mungu anasema yeye hana watu ambao wako katika pande mbili, ana watu ambao wapo katika pande moja. Anatuambia ni heri tungekuwa moto, na kama si moto basi ni heri tungekuwa baridi, ili tuonekane kabisa ya kwamba sisi ni wa Shetani, kuliko kuwa katikati, ya kwamba umeshindwa kufaidi kuwa katika Shetani na umeshindwa kufaidi kuwa katika moto. Na yeye anasema atakutapika kwa sababu yeye hana watu ambao wapo katika makundi mawili. Sasa sikia ushauri anautoa kwako au kwetu leo. Anasema, nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka, macho yako upate kuona. Na anaendelea kusema, wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Huu ndio ushauri ambao anautoa kwetu leo, ya kwamba tununue kwake dhahabu iliyosafishwa na tupate mavazi pia kutoka kwake, ili tuweze kuficha aibu yetu. Lakini ninapenda anavyosema ya kwamba ununue, sio nikupatie bure. Kumbe kupata dhahabu, kupata mavazi safi inahitaji gharama, kujikana nafsi, na hiyo ndiyo gharama kubwa, kubeba msalaba wako na kumtwisha yeye Mungu, kubeba mizigo yetu kumpatia yeye, yani kukubali kuingia katika safari hii ambayo yeye hakutuahidi ya kwamba msalaba huu tutakaobeba utakuwa mrahisi, bali katika huo ugumu au katika huo uzito wa msalaba ambao tutaubeba, atatupa uwezo wa kuhimili au atatufanikisha tuweze kubeba huo msalaba. Sasa kuna mada nyingine hapa inayosema kemea, tubu na thawabu. Kuna kitu kikubwa ambacho tumekiangalia hapa katika fungu la 18 na 19, ya kwamba uwe na bidii ukatubu. Hakuna hata mmoja ambaye yuko salama kama hawezi kutubu. Tunaambiwa yatupasa tutubu, yatupasa turudi, yatupasa turejee na tujishushe, ili tuweze kupata rehema kutoka kwake, kwa sababu tutakapotambua madhaifu yetu, tutakapotambua udhaifu tulionao baada ya kukemewa na Mungu, kwa sababu anatuambia yeye wale anaowapenda anawakemea, na akisha wakemea anawarudi. Maana yake akisha wakemea, wale watu wanatakiwa watambue kwamba hiki kitu ninachokifanya ni kibaya, na ndio maana ninakemea, na kwa sababu nimekemewa natakiwa nionyeshe toba ya kweli, nitubu, na nikisha tubu basi nirejee, kwa sababu yeye bado ananipenda. Jambo la muhimu ni kwamba hatuwezi kutubu kama hatutatambua ya kwamba hiki ninachokifanya hakiko sawa. Kwa hiyo ndio maana anatukemea. Kukemea ni kukumbusha ya kwamba hichi unachokifanya si sahihi. Hata mtoto anapokuwa mdogo, kama hatakemewa, hata kama hataambiwa kile anachokifanya sio sawa, ataendelea kukifanya hivyo hivyo. Lakini kama atakemewa, basi atatambua hiki kitu si sawa, na atatubu na kukubali kubadilika.
kuna kitu kikubwa ambacho tunaahidiwa katika fungu la 20 hapa. Imeandikwa, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yesu anaendelea kusema haingii pasipo kufunguliwa. Anahitaji kufunguliwa mlango ili aweze kuingia, na atakapoingia atafanya ushirika, kwa sababu anaposema atakula pamoja naye, na anaendelea kusema atakula pamoja naye na atakaa pamoja naye, maana yake atafanya ushirika pamoja na huyu mtu ambaye ataingia kwake. Kuna mada nyingine inayosema upendo wa milele. Hapa kuna ahadi kubwa ambayo inatolewa kwa washindi. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 3 fungu la 21. Wiki hili tunajikita sana katika Ufunuo 3. Fungu la 21 anasema, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kumbe Yesu anaelewa hali yetu, anaelewa vile tunavyopitia, na anatambua kabisa ya kwamba ili mtu ashinde anahitaji pambano kubwa. Yaani hili pambano linaloendelea ili liishe, au ili mtu atangazwe ya kwamba ni mshindi, ni lazima ashinde, apigane kwa nguvu zake zote na ashinde. Na thawabu ya kupigana hii vita Yesu anaonyesha ni kubwa, kwa sababu anaonyesha kabisa hii vita tunayopigana si vita ya lelemama, ni vita ya kujikana nafsi kabisa. Na ndiyo maana thawabu yake ni kukaa katika kiti chake cha enzi ambacho hata yeye alikalishwa baada ya kushinda katika vita ambayo alipigana. Watu wengi kwenye Biblia waliitikia mwito wa Mungu na mwaliko wa Mungu na wakashinda. Na kati ya hao kuna Henoko, kuna Nuhu katika Mwanzo 6 fungu la 13, lakini kuna Ibrahim, lakini pia kuna Yakobo. Na kwa haya yote, na kwa hawa wote walioshinda katika haya yote majaribu, daima anatamani kuonyesha ya kwamba mwanadamu anaweza kushinda. Siku zote Yesu amekuwa akitamani kuwa karibu na mwanadamu, na ndio maana anasia kwamba anahitaji ufungue mlango ili aweze kuingia na aishi na wewe. Na anaeleza haya yote katika Biblia. Unaposoma katika kitabu cha Yeremia 31 fungu la 3 na la 4, anasema, Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, kwa hiyo nimekuvuta kwa fadhili zangu. Mara ya pili nitakujenga, nawe utajengwa. Yesu anahitaji kukaa karibu na watu wake. Kuna mada nyingine inaitwa kaa. Hapa tunaangalia, ninaposema kaa namaanisha kuseto, labda tunaweza tukatumia hiyo lugha ya Kiingereza. Sasa anaposema kaa tunaongelea nini hasa? Katika mada hii tunaangalia mfano wa mzabibu, na tunajikita sana katika kuangazia katika kitabu cha Yohana 15 fungu la 1 hadi 11, ambapo Yesu anajieleza ya kwamba yeye ni mzabibu na baba yake ni mkulima, na tunaambiwa sisi watu ni matawi, na tunaambiwa tawi haliwezi kupatikana kama hakutakuwa na mzabibu. Na uhusiano uliopo kati ya mwanadamu na Mungu unaelezwa vizuri katika neno kaa, yani tulia, jikite, jitulize. Nadhani hiyo ndiyo maana nzuri zaidi. Na unaposoma katika hiki kitabu cha Yohana 15 fungu la 1 hadi 11, tunaona neno kaa linatajwa zaidi ya mara 10 kuonyesha kiasi gani hili neno lina msisitizo mkubwa juu ya umuhimu wa kujituliza au wa kukaa pamoja na Mungu.
Sasa tunapoendelea katika kuangazia katika hii sura ya Yohana 15, tunaona jambo kubwa la kipekee ya kwamba sisi pekee hatuwezi kufanya matunda yakue pasipo kujishikisha katika mzabibu, katika shina mzabibu wenyewe. Lazima matawi yajishikishe katika shina ili matunda yaweze kutokea. Kwa hiyo ni lazima tuwe na muunganiko pamoja na Kristo, na kwa kuwa na muunganiko huu pamoja na Kristo tutasababisha matunda yaweze kuzaliwa katika matawi yetu. Lakini jambo la pili, kukaa ndani ya Yesu kuna maana kadhaa ambazo lazima tuzitambue. Na maana ya kwanza ni kwamba kunapatikana kwa kushika amri zake. Yaani kukaa ndani ya Yesu ni kuzishika amri ya Mungu. Lakini si hivyo tu, ni kufanya maagizo yake. Na kufanya haya mambo mawili makubwa, yani kushika amri za Mungu lakini pia kufanya maagizo ya Mungu, kunasababisha furaha. Tunaambiwa wale wazishikao amri za Mungu wana amani, hakuna la kuwakwaza kwa sababu wana furaha na amani ya Mungu inajaa katika mioyo yao. Na hili swala la kushika maagizo ya Mungu na kushika amri za Mungu ndiyo dawa ya kanisa hili la Laodikia. Mada nyingine inasema utomvu. Sasa kukaa ndani ya Kristo wakati mwingine kunaweza kuonekana kama moja ya mambo magumu zaidi kufanywa, na nitaelezea leo kwa kuhusisha huu utomvu katika mada hii. Heka za dunia zinatufanya tusahau kabisa ya kwamba tunaweza tukakaa pamoja na Kristo, na ndio maana kama nilivyokwisha kusema hapo awali ya kwamba kukaa ndani ya Kristo wakati mwingine kunaonekana kama ni kugumu na ni kusikowezekana, lakini ukweli ni kwamba kunawezekana pale ambapo tutaamua kufuata maagizo ya Mungu. Na wakati mwingine sisi tunaweza tukadhani tumeunganishwa katika shina, lakini kumbe tumeunganishwa nusu, na hivyo kushindwa kupata chakula cha kutosha kutoka katika shina ambalo shina ni Kristo mwenyewe. Lakini kuunganishwa huku nusu kunaweza kuishaje? Kwa sababu kama tawi limeanza kuunganika nusu, yani liko kama linataka kujiachia, lenyewe haliwezi kujirudisha. Yani sisi wenyewe hatuwezi kujiweka ndani ya Kristo. Ni lazima Kristo mwenyewe ndiye atuweke kwake. Sasa tukitazama namna mzabibu ulivyo wakati wa baridi, kuna namna fulani ambayo tunaweza tukapata mafunzo ya muhimu sana. Kwanza, machipukizi kwenye matawi hupungukiwa maji na kutengwa na mfumo wa kukua hadi majira ya kuchipua. Na wakati udongo unapopata joto, mizizi hufyonza maji na utomvu hupanda kupita shina la mzabibu hadi kwenye machipukizi kisha kuanzisha ukuaji. Na hapa ndipo tunapopata mada yetu ya utomvu, kwamba bila utomvu unaotiririka kupitia katika mzabibu hakuna ukuaji unaoweza kutokea. Ni lazima tupate utomvu ambao utakapofika kwenye tawi utafanya tawi liuishwe tena lianze kuishi. Na huu utomvu unafananishwa na Roho Mtakatifu, ya kwamba pasipo Roho Mtakatifu katika maisha yetu, pasipo sisi kumpata Roho Mtakatifu maishani mwetu, hatuwezi kufanya neno lote. Yaani Roho Mtakatifu ndiye anayeleta ukuaji na kuhakikisha ya kwamba tunastawi na kushikamana na mzabibu. Maneno mazuri kiasi gani! Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni lazima aingie maishani mwetu ili awe msaidizi wetu. Jambo la kwanza, amfunue Yesu kwetu, lakini atusadikishe kuhusu dhambi na atuongoze katika kweli yote. Tutakapofanya hivi, kumtafuta Roho Mtakatifu aingie ndani yetu,
hakika tutakuwa salama na tutakuwa na uhakika wa kuwa na uhai. Kuna nukuu hapa ambayo natamani kuisoma kutoka katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, sehemu ya 2 ukurasa wa 290. Imeandikwa, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kukaa ndani yake Kristo kuna maanisha kudumu kumpokea Roho wake Mtakatifu. Maisha ya kujisalimisha kindakindaki katika huduma yake. Njia ya mawasiliano ni lazima iwe wazi kila mara kati ya mwanadamu na Mungu wake. Kama matawi ya mzabibu, ni lazima sisi tushikamane na Yesu na kupokea nguvu na tabia yake kamilifu kwa imani. Jambo la muhimu sana hilo ambalo kila mtu lazima afanye. Hilo ndilo somo letu katika juma hili, ambapo tumejifunza ya kwamba ni lazima tutathmini uhusiano wetu na Mungu na tuhusishe na kufikiria namna mzabibu ulivyo. Tukae ndani ya Kristo, lakini naye akae ndani yetu. Sisi kama matawi tujishikishe katika shina ambalo ndilo Kristo, na pasipo utomvu ambao ni Roho Mtakatifu hatuwezi kuuishwa na hatuwezi kuwa hai. Ni lazima Roho Mtakatifu awe ndani yetu. Mungu akubariki sana, na nikusii uhakikishia kwamba unahuisha maisha yako tena kwa kuhuisha na kufufua uhusiano wako na Mungu ambao ulikuwa umevunjika. Mungu akubariki sana. Tunapofunga tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu ambao tumejifunza ya kwamba ni lazima tufufue uhusiano wetu na wewe. Tusaidie tufahamu na tufanye sawasawa na kile ambacho unahitaji tufuate, ikiwemo kufanya mapenzi yako. Tunaamini utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi Mungu akubariki sana. Ikiwa haya masomo yanakubariki, kumbuka kulike, kusubscribe na kucomment. Usisahau kushare na watu wengine. Mungu akubariki sana. Asante.